katika kipindi hiki. Nianze na mkono wangu wa kushoto kule mwisho. Karibu sana kwa utambulisho. Asante mtangazaji, naitwa Pastor Fordi Saileni McDonald. Yes, kutokea wapi? Kutokea Yumwa. Okay. Huyo mwana nyingi sana pia huaga tunakuwa naye asubuhi kabisa neno la Mungu, lakini pia pamoja na huduma ya maombezi. Lakini hapa pia tumejumuika naye pamoja naye kwa ajili ya kupata mambo mbalimbali hapa kwa muda huu. Lakini pia niko na mtumishi wa Mungu hapa. Karibu pia kwa utambulisho. Namna. Naitwa Mchungaji Mika kutoka huduma ya Mzabibu Good News Mission. Okay, karibu sana hapa Zabibu FM Radio. Niko pia na mtumishi wa Mungu hapa. Karibu sana kwa utambulisho. Asante, mimi naitwa John Kalebi. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Oho. Asante sana. Karibu pia hapa 105.7. Asante sana, asante. Okay, na mimi pia mchungaji mkuu wa Mika, utakuwa umejiandaa vizuri kabisa kwa neno la Mungu kwa asubuhi ya leo. Karibu sana. Asante. Leo tutaangazia watu, nadhani mara iliyopita tuliangazia kwamba matajiri ambao walimtumikia Bwana katika huduma yake, ambao toa mali zao kumtumikia Bwana. Na leo tutamalizia na watu wa kawaida ambao walimtumikia Bwana. Watu ambao walikuwa na hali za kawaida kabisa na walimtumikia Bwana. Okay. Unajua kuna wasema hizi mambo ya Mungu ni wenye hela tu. Lakini hata mtu yoyote ambaye ana kitu kidogo anaweza kumtumikia Bwana. Kwa tutaangalia watu, alafu zeni tuko na katibu hapa atajitambulisha kwa ajili ya muendelezo, kwa ajili ya kuendeleza uimbaji Tanzania, na tutakuwa na viongozi wote. Tutajadili kutakabali kipi kifanyike injili iende mbele kupitia uimbaji. Kwa sababu ili injili iende mbele inabidi uimbaji. Maana sasa hata kuna watu wanaweka na nyimbo za rozimwani, nyimbo za injili. Kwa hiyo ni habari ya uimbaji. Okay. Kwa tutajadili hayo. Kwa hiyo tutaanza na hili kwamba watu wa kawaida waliomtumikia Bwana. Za kawaida kabisa. Nadhani mimi itakuwa hata kwa mfano na watu wengine ambao pengine wanaogopa kumtumikia Bwana wakiwa na hali za kawaida. Natumaini kupitia somo hili basi watabadilika. Na kwa kwanza hapo tutaanza na mtu mmoja anaitwa Simon. Simon Mkoma. Huyo alikuwa ni Mkoma, lakini baada ya kutolewa hiyo hali ya ukoma alimtumikia Bwana, ambapo ni kwamba ndio mtu wa kwanza yani Yesu Kristo aliingia kwenye nyumba ya huyo mtu, na alikuwa ni mtu wa kawaida. Unajua tumezoea nyumba zetu, labda kama mtu ameingia nabii mkubwa anaingia kwenye nyumba za matajiri, lakini Yesu Kristo aliingia kwenye nyumba ya huyo mtu na alikuwa ni wa kawaida. Kwa hii ndio maana unaona hata tunaona makanisa mengi sasa hivi unakuta kama mtu ni tajiri anatembewa na mchungaji kila Jumapili. Lakini kama hana hela hawamtembelee. Tunaita ubaguzi. Lakini Yesu Kristo alitembelea kila mtu. Tajiri unaona tuka pale kwa bwana Zakayo. Tuliangalia Jumapili iliyopita. Umeelewa Lakini tajiri, lakini hata kwa mtu wa kawaida alifika kwa Simon Mkoma. Simon huyo Mkoma ndio yule Simon Mkilene au haya ni majina. Huyu ni Simon Mkoma, ambapo tunampata katika kitabu cha Mathayo 26:6, na katika kufika hapo Yesu Kristo alitabiri kifo chake na mpaka malaika atakayofanywa. Hebu soma Mathayo 26:6. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Naye Yesu alipokuwapo Betania katika nyumba ya Simoni Mkoma, mwanamke mwenye kibweta cha maramu ya thamani kubwa alimkaribia, akaimimina kichwani pake alipoketi chakulani. Endelea. Wanafunzi wake walipoona wakachukia, wakasema, ni wa nini upotevu huu? Maana maramu hii ingaliweza kuuzwa kwa fedha nyingi wakapewa masikini. Yesu akatambua akawaambia, mbona mnamtaabisha mwanamke? Maana ni kazi njema alionitendea mimi.
11. Kwa maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, lakini mimi amnami siku zote. Maana kwa kunimwagia mwili wangu maramu hiyo ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Umesikia? Kwa hiyo unaona wakati Yesu yupo kwa Simoni mkoma, na tunaona sasa tayari muda wake wa duniani umeisha. Kwa hiyo yule mwanamke alikuja na marashi ya gharama. Sisi tukwambia sasa hivi perfume ya milioni ngapi? Kwa sababu kama mpaka mwanafunzi alikoshen kwamba malamu kwa nini hizi hela tusingewapa nini maskini, lakini ilikuwa ni katika Yesu Kristo sasa anajiandaa na kifo chake. Tunapozungumza Yesu ni Mungu, ni kwa nini watu washinda kuelewa? Ni mtu Mungu anajua kila kitu. Anajua kabisa kwamba ataenda kuuawa, atazikwa na atawekewa marashi. Kwa yule mama ilikuwa ni ishara kwamba ameleta marashi yake pale, alimmiminia kwenye nywele zake, akampaka, anamwandaa kwa ajili ya mazishi. Ni wangapi wamejua watazikwa lini? Watawekewa marashi, wanakufa. Kwa hiyo Yesu ni Mungu, alijua kwamba mimi nitakufa siku fulani. Na mara katika ulimwengu mwanamke yule anakuja akiwa kwenye nyumba kawaida na mama kawaida, anamletea marashi ya gharama, ajua ni mwashi ngapi. na tukio lingine sawa, ni mwanamke sawa anaitwa Maria wa Bethany. Yawezekana ni nani, ni kaka yake na nani yule Lazaro ambaye alifufuka. Yes. Hebu tusomee Yohana 11:2. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Yohana 11:2. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana maramu, akamfuta miguu kwa nywele zake, ambayo Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Na Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Umesikia? Kwa hiyo unaona yule mwanamke sasa alikuwa anaitwa nani? Maria. Maria ni kaka yake na Lazaro. Na Yesu Kristo alimfufua Lazaro. Unaona, kwa sadaka aliyefanyaje? Yaani alipomnyunyizia pale, lakini Lazaro alikuwa anaumwa. Alienda pale kwamba Bwana, sikiliza, huyu ndugu yangu mimi anaumwa. Hatopona. Akasema wacha huyu afe, ili ithibitike kwamba mimi ndiye Mungu mwenyewe, nitakwenda kumfufua. Umeelewa? Kwa hiyo tunaona kadri unavyofanya kazi za Bwana, umeelewa, na Mungu anakubariki. Umeelewa? Hata ruhusu kifo katika familia yako, hata ruhusu mtu yoyote wa karibu afe kwa sababu unafanya kazi za Bwana. Kwa hiyo mama kwa kumpaka mafuta Yesu Kristo, kaka yake anakwenda kufufuliwa. Akapona Lazaro, na Lazaro alipofufuliwa alikaa siku 4. Kwa mujibu wa Kiyahudi, ili mtu awe amekufa lazima akae siku 4 kabrini, ndio inaonekana amekufa. Lakini akifufuka labda siku ya pili, akifufuka siku ya kwanza bado alikuwa amemzikwa mzima. Umeelewa? Na alipofufuka Lazaro, watu wengi walimfuata Yesu Kristo. Wale Mafarisayo wakaamua kumuua Lazaro kwa sababu huu muujiza ulitisha sana Yerusalemu. Watu walikimbia, makanisa yao yote aliondoka. Watu sema twende kwa Yesu ambaye anafufua watu. Kwao wakamuua Lazaro. Lakini pia tukisalia hapa kwa Mika Bwana, kumekuwa na watu wengi sana ambao pia wamekuwa wakifanya miujiza kama ya Mungu katika maisha ya sasa hivi. Wakiiga kwamba Mungu naye alifanya muujiza kama alivyofanya kwa Lazaro. Sasa hii inakaaje? Yaani unakuta mtu mwingine amefariki, lakini anatokea labda mtumishi wa Mungu anasema huyu nitamfufua kwa uwezo wangu niliopewa na Mwenyezi Mungu. Sasa hiyo imekaaje? Kufufua kupo. Hata Petro alimfufua mtu. Lakini anasema hivi, watakuja manabii wa uongo. Umeelewa kusoma Ufunuo? Watashusha moto kutoka mbinguni na hata watakatifu watatetereka yani. Watatetereka mpaka watakatifu. Kwa hiyo vitu wala sio vigeni. Ila natakiwa kila tuzipime kila roho, sio kila roho ambazo zinafufua zinatoka kwa Bwana. Sasa nielewa, lakini kwa hiyo tusome neno. Kama una Bwana ndani utajua huyu mtu anatoka kwa Mungu au la. Kufufuliwa kupo. Anasema hivi, mkiniamini mimi mtatenda miujiza mikubwa kuliko hata anayofanya mimi. Amina. Kuhusiana na lile neno ambalo linasema kufufuliwa, tutafufuliwa baada ya Yesu kuja hapa duniani kwa mara ya pili. Sasa vipi hawa watumishi wanaofufua watu hapa duniani kabla Yesu hajaja mara ya pili? Sasa kuna aina mbili za ufufuo.
Sawa, unaona hata Yesu Kristo baada ya kufa msalabani, umeelewa, makaburi yakapasuka, wakatakatifu wakatokea Yerusalemu, umeelewa, wakatembea mjini, lakini wakaja akafa tena. Ufufuko, kama mtu amefua mtu duniani hapa atakufa tena, umeelewa lakini atakufa tena. Unaona hata nani, kwani wale waliofufuka kipindi Yesu anateswa sio kufa tena? Lakini ufufuo atakaofufua Yesu Kristo ni wa milele na milele. Kwa tofauti ya ufufuo mwanadamu na huo tofauti, na kuna watu hawatakufa. Tutakuja kuja somo. Yaani itakapokuja kiyama watu watageuzwa. Wale waliokufa watafufuliwa, watakuwa hai. Hao wengine ambao wanamtumikia Bwana wakiwa watageuzwa tu. Tap. Anakuwa ulimwengu mwingine. Umeelewa? Haya, yule mtenda dhambi atageuzwa, anakutana na kuzimu. Ndio Bwana anasoma hukumu ya watu wote. Ndio maana hivi hamna aliyepanda ila aliyeshuka. Umeelewa? Na naenda mbinguni kuandalia makao. Yakisha kamilika nitakuja kuwafuata. Kwa sababu mtu anasema mimi nimeenda mbinguni, nimekutana na Yesu, nimekuta kuna nini? Bado. Anasema hivi, kila jicho litamwona hata wale waliomchoma. Akija mawinguni. Nasema kama nilivyopaa mimi leo na nitarudi hivyo hivyo. Ukisoma ile nini ile labda Mathayo ile mwishoni ile anawaaga wanafunzi wake. Unaona bwana. Kwa hiyo nadhani hapo kuna nani? Tunakuja nani mtu kama wanne huyu tunakuta house girl. Na anamtumikia Bwana. House girl. House girl. Kwa hiyo watu tujue, wako unajua house girl unaweza kuona kama labda ni watu wa chini sana. Lakini kwa mujibu wa maandiko house girl wana nguvu sana katika familia. Kama unamkumbuka mfalme Naaman, sawa, wakati amepata ukoma, house girl alimwokoa. Kwa sababu Naaman alikuwa ni mfalme wa Syria, ambayo kwenye Biblia ndio Antiochia, wakati amepata ule ukoma na ni mfalme anashinda hata kutokeza kwa watu, yani anajibu, umeelewa? Lakini yule house girl alikuwa amemchukua Yerusalemu. Lakini hata hivyo sio house girl wote ambao ni wazuri. Kila kitu nasikia mtumishi. Yaani katika maisha kuna kibaya na kizuri. Lakini katika cheni hii ndio wasema hivi, nimewawekea mema na mabaya na washauri mchague nini? Mema. Wako wahubiri wazuri, wako wahubiri wabaya. Mambo yanakwenda. Wako wanawake wazuri, wako wanawake wabaya. Mambo yanakwenda. Wako wanaume wazuri, wako wanawake wabaya. Mambo yanafanyaje? Kwa sababu ikiwa kutakuwa na wazuri peke yake, umeelewa? Haiwezi kwenda hiyo. Kwa hiyo kila kitu kinampinzana. Hata wafalme walikuwa wanapinzana. Kina Daudi walikuwa wanapinzana na Sauli. Akina Nimrod walikuwa wanapinzana. Umeelewa? Kwa hiyo lazima kuna kitu na sehemu mbili. Kwa hiyo hata house girl kweli wako wabaya. Wanaua wafanyakazi wa mabosi zao, wanawafanyisha mapenzi watoto wadogo. Wapo, lakini kwa house wazuri, wanaweza tena kuna wengine mpaka wanaolewa. Kwenye hizo nyumba. Nafikiri imechukuliwa kwenye mfano wa Biblia kwa sababu huyo alifanya mambo mazuri. Kwa sababu mfalme Naaman alikuwa tunasema mfalme Naaman ni sasa ni rais sasa hivi. Sasa alipopata ukoma alihangaika, aliita waganga wake wote wakashinda kumponya. Lakini Yesu akasema hivi, Yerusalemu kuna nabii wetu ambaye anaitwa Elisha. Umeelewa? Mpelekeni kule. Sawa? Yule bwana anataka kupona kaenda, alipokwenda kule Elisha akamwambiaje, ukajichovye mara 7 katika bahari ya Shamu. Umeelewa? Bahari ya chumvi. Hata bahari ya chumvi kusikia ilikuwa hauwezi kuoga kama ni mfalme. Ndio maana alipoona ile bahari ya Shamu, sawa? Yaani kama matope, yale maji yana mabonge pale, yani huwezi kuingia ukaoga. Yanatoa kwanza harufu. Akasema, akasema mfalme mzima nianze kutoa nguo zangu nioge. Akasema mzee, sikiliza maelekezo. Sawa? Aliposikiliza maelekezo akajichovya mara 7. Ukoma ukaisha. Kwa hiyo ile ilikuwa na symbolize ubatizo. Ni ubatizo ule. Na mara sasa hivi ili mtu ameleta Yesu Kristo alikuja kubatizwa kwa mfano. Sasa msinibatize sababu yule Yohana Msamaji sote kwa ni mtu mkubwa sana, uacha iwe hivyo ili kukamilisha maandiko. Akachovya, aliingizwa chini, akainuliwa. Unaona anaacha dhambi zifanyaje? Kwa hata Naaman alikuwa na ubatizo. Akapona, akaendelea na kazi yake na akamtukuza Bwana. Kwa hiyo huyu house girl sasa wa hapa huyu tunamwona huyu, sawa?
Ndio aliyemuuliza Petro, mbona hata tembea yako wewe inaonekana wewe ni mwanafunzi wa Yesu baba? Halafu tena namkataa. Umeelewa? Huyu alikuwa aliuliza Petro, mbona hata tembea yako wewe ni kama mwanafunzi wa Yesu? Uongeaji wako, tembea yako. Umeelewa? Kwa sababu Petro ndio mwanafunzi ambaye pekee alimpata Yesu Kristo. Wengine wote walikimbia. Umeelewa? Baada ya Yesu kamatwa, Petro ndio aliingia kwenye ule ukumbi wa mateso wa Yesu Kristo kina Herode. Lakini huyu Ausged akamgundua huyu ni mwanafunzi wa Yesu. Wakataka wamkamate. Herode nani yule Petro alifanyaje? Alikataa. Mimi simjui Yesu. Lakini wakati anataka Yesu kuanza kutenda, tunaposema Yesu ni Mungu anajua kila kitu, akamwambia Petro, utanikana kabla hajakuwa faje? Halijawika. Kwa hiyo kupitia Ausged akamkana Yesu. Akasema mimi simjui. Mimi wala huyu mtu simjui kabisa. Lakini kwa nini alikataa? Alikuwa anaogopa kichapo ambaye alikuwa anatembeza Yesu Kristo, kwa sababu kama unaona yule Ausged anamwambia wewe ni mwanafunzi wa Yesu, alikuwa ana kichapo kikubwa sana, anapigwa mijeledi, anafanyaje? Hata nikiunganika na mimi nitafanyaje? Nitaingia kwenye hii hali. Kwa hiyo kabila jikatae. Ndio jogoo akafanyaje? Akawika. Petro akaanza kulia machozi. Umeelewa? Utabiri aliotabiriwa na Yesu Kristo akiwa hai. Lakini tunasema hivi, katika hali ya kawaida Petro ni mwamba. Kama adui yako amefika kituo cha polisi ulipokamatwa, huyo ni rafiki wa kweli. Kwa hiyo Petro alikuwa na imani kuliko wanafunzi wote, kwa sababu ndiye alifika kwa Yesu Kristo, alishuhudia mijeledi. Kwa hata rafiki yako akifika polisi, akaona unapohojiwa, unaposulubiwa, ni rafiki yako. Ingawa atasema bwana tushiriki wote kuuza bangi, lakini amefika. Umeelewa bwana? Wote walisema alifika. Unaona, huyu mtumishi anaitwa Loda nadhani. Sio Loda. Huyu ni nani? Jina lake halijatajwa. Sawa, hebu soma nani? Soma nani? Hii nadhani Mathayo 26:7. 26:71. Tumsikia huyo. 71 26:71. Okay, tusoma kwa msaada wa Bwana. Naye alipotoka nje hata ukumbini, mwanamke mwingine alimuona, akawaambia watu walikuwako huko, huyu alikuwapo pamoja na Yesu Mnazareti. Akakana tena kwa kiapo, simjui mtu huyu. Punde kidogo wale waliohudhuria wakamwendea wakamwambia Petro, hakika wewe nawe mmoja wao, kwa sababu hata usemi wako wakutambulisha. 74. Ndipo akaanza kulaani na kuapa akisema, simjui mtu huyu, na mara akawika jogoo. Umesikia? Unajua watu washinda kuelewa. Maisha ya Biblia ndio tunavyoishi. Umeelewa? Yaani Biblia inaleta maisha tunayoishi sisi katika jamii. Utakapopata tatizo katika jamii yako, hakuna atakayekwambia anakufahamu wewe. Lazima akukane. Atakukana kabisa. Lakini ukiwa mambo yako ni mazuri, kila mtu anasema mimi nakujua. Huyu mimi namjua. Ndugu yangu huyu. Huyu bwana, yaani mimi toka naye basi sana. Toka chai na ugali. Namjua mimi huyu. Yaani huyu tumeanza naye sisi toka, lakini tangaziwa ni mhalifu. Unaelewa? Kwa hiyo Biblia inafundisha jinsi gani tuishi na watu, jinsi gani tutasalitiwa mitaa. Kwa hiyo ukisoma Biblia hakuna nitakati kubabaisha. Amina. Na hapa tutakuja nane. Kuna nane mwingine anaitwa nane Peter. Huyu Peter soma ni Petro huyu. Hebu soma nane Mathayo 26:71. Huyu tumeshamsoma. Tunamwona Yuda Iskarioti ambaye alimkana Yesu Kristo. Yes. Hebu tusomee Mathayo 27:3-5. Amen, bila shaka huyu alimsaliti Yesu. Huyu alimsaliti Yesu Kristo. Na hii inatufundisha nini? Watu wanawaambia siku zote kwamba ishu yoyote ambayo itakuletea shida katika maisha yako ni watu wa karibu yako. Anasema hivi, usitaki kulacho kinguoni mwako. Kwa sababu Mafarisayo walimtafuta Yesu Kristo, hawakujua analala wapi, watamkamataje. Walitangaza madau ya fedha makubwa sana, atakayemleta Yesu Kristo kwao atapewa nini? Fedha. Lakini walishindwa.
Kwa sababu yule bwana alikuwa yeye usiku anaenda kusali mlimani kule kwenye bustani ya Getsemane. Saa 12 yuko kwenye hekalu. Na haijulikani alikuwa anatembeaje kutoka hapo mpaka kwenye msitu na anafikaje. Ndio kutaka kujua kwamba Yesu ni Mungu. Hawakumjua. Yaani yule akiamua aonekana na amua. Akiamua hawakumwona kirahisi. Unaona hata wale watu waliotaka kumkamata, si ndio? Wamtupe chini ya mlima, si ndio? Si alipita katikati yao. Kwamba sasa huyu bwana Yuda Iskarioti ndio aliyefanikisha mpango wa Yesu Kristo kufanyaje? Una maana kwa upande wa pili ni nabii. Kwa nini nakwambia ni nabii? Kwa sababu ndiye aliyefanya wokovu kukamilika. Kwa sababu Yesu Kristo asingekufa na kufufuka, hatungepata ukombozi. Kwa hiyo naye yumo. Umeelewa? Na ndio maana listi yake ipo. Hebu soma hiyo. Nitasoma Mathayo 27 mstari wa 3 mpaka wa 7. Wa 5. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta. Akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha. Akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Namba 4, wakasema, basi haya yatupasani sisi, yaangalie haya wewe mwenyewe. Namba 5, akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka, akaenda akajinyonga. Sasa na ukienda zile fedha, mtumishi nadhani kama umeshakujua zile fedha ambazo alirudisha yule Iskarioti ndizo zilitumika kununua shamba la kuzikia wageni Akede Dama. Ile shamba, unaelewa? Kwa sababu wale wakasema tusirudishe tena kwenye hekalu, kwenye hazina. Hizi fedha ni najisi. Tukanunulie nini? Makabu, yani shamba la kuzikia nini? Wageni. Yeye akaenda kujipiga kitanzi. Kwa hiyo siku zote unasema, ndio maana unasema hivi, mwisho ubali nini? Ni aibu. Yule anaenda kujinyonga. Umeelewa? Lakini kwa nini litokea hiyo? Kwa sababu wale wasingempata Yesu Kristo bila Yuda Iskarioti. Na Yuda Iskarioti alikuwa ni mhasibu. Yule ndiye alikuwa mbeba mkoba na alikuwa anaiba mpaka fedha. Umeelewa? Za Yesu Kristo anafanyia mambo yake. Hata aliyokosha ni kuhusu marahamu yale alikuwa ni Yuda Iskarioti, kwa sababu zile hela alikuwa anafanyaje? Anajilipa. Kwa hiyo Yesu Kristo anatufundisha kwanza kukaa na watu wa kila aina. Yesu Kristo alikaa na Yuda Iskarioti akijua atamsaliti, ataenda kuuawa. Alikuwa anajua anamwibia, lakini wala kumzuru. Na vinatufundisha sisi wanadamu hata jinsi ya kukaa na watu. Unaweza kukaa na mtu unajua huyu ni ndugu yangu, hanipendi, anataka kuniua, lakini unakaa naye. Umeelewa? Unaishi naye, lakini hivi sasa hivi wewe usikie mtu anataka ana mpango wa kuuza kwa wageni, utakaa naye? Tunapigwa mapanga. Na ndio maana tunaposema Yesu ni Mungu, alikuwa anajua mawazo ya kila mtu anachowaza moyoni mwake. Yaani wewe alipokuwa anawaza yule sasa kama msaidia kwa anajua. Lakini kumbe yote, yaani leo hata wewe ukafikiria bana mke wangu katika mawazo ametoka kwa mwanamume mwingine, hapo mlango atakula panga tu. Yaani akigonga tu pop ni panga. Marehemu. Kwa hiyo ndio maana Mungu alificha tusijua anachowaza mwingine, ila yeye tu. Kwa sababu angeruhusu hiyo hatungeishi. Tunasema kwamba unajua kwamba fedha kutokana na hiyo story ya Yuda Iskarioti kumsaliti Yesu, hata katika maisha yetu ya kawaida. Yaani fedha imekuwa ni kitu ambacho kinapelekea watu wengi sana katika jamii kuwasaliti ndugu zao, marafiki, wapenzi wao, watu wao wa karibu. Yaani imekuwa na ushawishi wa karibu sana. Wewe unaizungumziaje pia hapa? Sasa kwanza ni kanuni, unjaelewa? Unajua Biblia, ukijua Biblia na tutakuja kuwafundisha watu jinsi ya Biblia inavyosema na tunavyoishi. Umeelewa? Mtu yeyote akisha onja riziki yako ndio wa kwanza kusaliti. Yule ambaye hajaonja riziki yako hawezi kusaliti. Mfano, Yesu akasema hivi, unakumbuka wanafunzi anayempenda anasema hivi, ni nani atakaye kusaliti Bwana? Akasema yule mtu atakayempa nini? Mkate huu, kipande cha mkate huu ndiye atakayemsaliti. Anampa mkate ni Yuda Iskarioti.
Yesu akampa mkate. Umeelewa eh? Nitakayempa kipande cha Mkate. ndiye atakayemsaliti. Na akainuka pale Yuda akasema hivi. Akasema hivi, Yuda, nenda ukafanye ulichokusudia. Umeelewa eh? Yaani unaweza kupata anataka kupeleka polisi, wewe nenda, yaani watu waje wakuue. Mwambia nenda ukafanye kusudia. Wewe unaweza kujuaje? Kwa ndio tunasema Yesu Kristo ni Mungu. Maamuzi yake ni ya tofauti na sisi wanadamu. Umeelewa? Na fedha hizo unavyozisikia, unamwona Yusufu aliuzwa na ndugu zake. Umeelewa? Kwa kisa fedha, na aliuzwa kwa vipande 30 vya fedha. Na Yesu Kristo aliuzwa kwa vipande 30 vya fedha. Kwa hiyo tunavyosema kwamba agano la kale ni kivuli cha agano jipya. Tutakuja kuzungumza hiyo. Unajua wanasema kwamba Biblia ziko mbili, sio kuna agano la kale, kuna agano jipya. Hapana. Watu wasome maandiko. Biblia ni moja. Ila watu hawajui kumatch. Tunahitaji kuwapa watu elimu sana. Unaona wakati Bwana Musa akiwa jangwani, wanasafiri wamevamiwa na Amaleki. Wakawa Musa kinyosha mikono. Umeelewa? Wale adui wanapigwa. Akishusha wale wanapigwa na maadui. Wakatafuta mawe na miti wakamfunga yule Bwana Musa. Ili mikono ibaki juu, wale adui wanaenda kupokea kichapo cha kota. Walimfunga miguu, mikono pande ngapi? 4. Umeelewa? Na Yesu Kristo agano jipya anapoinua msalabani anafungwa mikono, miguu na nini? katika kusulubiwa kwake watu wanafanyaje? Watu wanapokea wokovu. Na yule katika kunyosha yake mikono kule watu wanafanya maadui wanapigwa. Wanaenda katika nchi ya nini? Ya ahadi. Tunaenda typology. Sasa watu hawajui haya mambo. Unaelewa hiyo? Kwa hiyo adui zetu wanaotusaliti sisi ni hawa ndugu zetu na marafiki ambao tumeshawaonjesha hela zetu au tumewasaidia. Hawa ndio tunaweza kusema kujui. Hajawahi kula hela yako, hujawahi kumsaidia kusaidia. Anakujulia wapi? Kwa hiyo adui zetu ni hawa walioonja riziki zetu. Hii ndio natufundisha maana yake. Hata waelewi tu. Hata mkeo, ndio maana ukienda kwa mfano mkeo anataka talaka. Mahakama haitoi kwa mwanamke ambaye umekaa naye siku ngapi? Chini ya siku 90. Yaani chini ya siku 90. Talaka haitoki. Inaonekana wewe ni mpita njia. Akikaa siku 90. Uko naye pamoja. Yaani mmelala ndani ya dari moja siku 90. Huyo ni mkeo halali. Na talaka inatoka, mnagawana mali. Lakini chini hapo haiwezekani. Hajala chako, hajafikisha lile lengo. Na hapo tunakuja nani nyingine? Ni hapa wale watu wawili, wezi wawili ambao wateswa na Yesu Kristo. Ambao tunaita, usoma pale Mathayo 27:38. Mathayo 27:37, wale walioteswa na Yesu Kristo. Tunaposema sasa kwamba agano la kale ni agano jipya, ni vifungu tu, tunashinda kuwatafsiria watu. Hata Bwana Yusufu alifungwa na watu wawili jela, kama unakumbuka. Mmoja alikuwa mnyoshaji wa mfalme, mwingine alikuwa nini? Mwoka mikate. Na katika wawili mmoja alirudi kazini, si ndio? Ndio akaenda kumwambiaje mfalme yule? Herode, kuna mtu kule Mwibrania. Alienda kumwambia Farao kwamba kuna mtu yani kuna mtu mtafsiri wa ndoto. Hizi ndoto zako ambapo waganga wameshindwa atakutafsiria. Umeelewa? Na yule bwana alitafsiri ndoto za wale watu waliofungwa nao, alimwambia wewe utakata kichwa yule mnyosha mkate, wewe unayenywesha divai utarudi kazini. Na akasema ameota yule mtu ameweka mikate kwenye ungo, sawa? Kuna mwewe anadonoa. Usinielewa? Ndio maana hata wale watu pale msalabani, mmoja wapo aliyekuwa anateswa na Yesu Kristo, yule aliyemwambia wewe huyu naye muone tu huyu hata Yesu. Akasema mimi hatujafanya kosa lolote, lakini huyu bwana wamemuonea. Yule mwingine akasema huyu hamna kitu huyu. Umeelewa? Alidonolewa na moyo macho yake. Na yule aliyofungwa na Yusufu jela, alipotabiliwa kwamba alikatwa nini? Kichwa. Umeelewa? Kwa hiyo ilikuwa ni habari ya Yesu Kristo atateswa na watu wangapi msalabani, na Yusufu ni Yesu Kristo. Tutakuja kuzungumza.
aliuza kwa vipande vitatu vya pesa, na Yesu aliuza vipande 30. Na Yesu aliuza vipande hivyo. Umeona? Yusufu huyu alijaza Misri. Unaelewa? Na Yesu Kristo amejaza dunia. Amina. Kwa sababu Yusufu ndo alikuwa waziri mkuu na akajaza Misri. Amina. Na aliongoza watu kwenda kwa Bwana, na Yesu ameongoza watu kwenda kwa Bwana. Yusufu naye ni Yesu. Ni Yesu Kristo. Hebu soma hiyo. Mathayo 27 mstari wa 8. 38. Wakati huo wanyang'anyi wawili wakasulubiwa pamoja naye, mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto. Nao waliokuwa wakipita njiani wakamtukana, wakitikisa vichwa vyao wakisema, ewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku 3, jiokoe nafsi yako. Ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, shuka msalabani. 41. Kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamdhihaki pamoja na waandishi na wazee wakisema, aliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. Umesikia hiyo? Kwa hiyo unapopata matatizo, unapokuwa kwenye dhiki kubwa, watu wanakashifu kwamba huyu alikuwa na vela, angalia kafuria sasa hivi, tutaona atatokea wapi, alikuwa anatupita na gari zake, anatutimulia vumbi. Umeelewa? Tuone atatoka wapi. Umeelewa? Kwa hiyo hivi vitu kama leo fanywa Yesu Kristo, na sisi tunafanywa hivyo hivyo. Sio vitu vya kushangaa. Umeelewa? Ndio maana ukifilisika, wewe ukitaka ujue marafiki zako ni nani, filisika. Umeelewa? Ndio utajua nani rafiki yako wa ukweli. Umeelewa? Kwa hata Yesu msalabani alijua nani rafiki yako wa ukweli. Ndio akamwambia bwana, nitakuwa na wewe leo peponi usiku huu. Yule mwingine. Umeona? Kwa hiyo ni hivyo. Na wa mwisho tunamuita ni mwanamke wa Galilaya. Sawa? Ndio. Ambaye hebu soma Mathayo 27:55. Mathayo 27:55. Okay. Huyo wa mwisho. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Hata ilipokuwa jioni, akafika mtu tajiri wa Arimathayo, jina lake Yusufu, naye mwenye Mathayo 27:55. Palikuwa na wanawake wengi pale wakitazama kwa mbali. Hao ndio waliomfuata Yesu toka Galilaya na kumtumikia. Miongoni mwao alikuwepo Mariamu Magdalena na Mariamu mama yao Yakobo na Yusufu na mama yao wana wa Zebedayo. Namba 57. Hata ilipokuwa jioni, akafika mtu tajiri wa Arimathayo, jina lake Yusufu, yule ambaye aliomba mwili wa Yesu Kristo. Yes. Sasa huwa anawaambia watu kitu kimoja kwamba wanawake ni watu wa kuogopa sana. Nitakuja kutoa ile swala siku moja, kwa nini hawa mama wametajwa? Hawa walikuwa tumfuata Yesu wapi? Na hawa ndio walioenda kwenye kaburi la Yesu saa 10 usiku. Hebu fikiria, wanaume walikuwa wanafunzi, lakini hawa wanawake walikwenda kwenye kaburi la Yesu. Na walikwenda ndio kuna Magdalena. Hawa ndio walikwenda kumwangalia, je, Yesu yupo kaburini bado? Ndio anakutana na yule malaika sema huyu bwana hayupo. Lakini wanafunzi wa kiume hawakufika makaburini. Wanawake walifika. Kwa hiyo wanawake wana moyo wa ujasiri, umeelewa, kuliko wanaume. Sisi wanaume tu ni kwetu, lakini wanawake ni wana roho ya ujasiri. Wewe uweze kwenda kaburini kwa Yesu. Na ile kaburi ilikuwa inalindwa na walinzi, lakini walikwenda mpaka kaburini kwa Yesu na wakajua, ndio wakatoa taarifa, bwana huyu mtu amefanyaje? Hayupo, kafufuka. Na alikuwa kuna maana hawa walikuwa mtumikia bwana katika msafara wake, walimfuta jasho, kila kitu. Ni wanawake. Ndio tunaendelea. Unapoona wokovu, umeelewa, umetufikia ni mwanamke. Sio na yule mwanamke kaabarabu. Sasa ulipokea wala pelelezi kaweka dalili. Wewe unaweza kupokea pelelezi? Akina Delila. Akina Delila. Kwa hiyo tunaita uongozi. Unaona hapa, unajua mwalimu Mika kwamba Yesu aliwatumia sana watu ambao walikuwa wanaenda against na yeye. Yaani walikuwa wanaenda tofauti na yeye. Ukiangalia kama huyo Rahabu walikuwa kahaba, lakini pia kuna wale wezi ambao walikufa nao, lakini pia kuna watu wengi sana ambao walikuwa wanafanya vitu ambavyo havimpendezi yeye, lakini mara nyingi sana alikuwa anaambatana nao. Sasa
Hii kwa wewe nadhani una kitu pia cha kuzungumzia kuhusiana na hili. Kwa sababu ukiangalia katika maisha ya sasa hivi, mwizi ni mtu ambaye anabaguliwa sana. Kahaba ni mtu ambaye kwanza mtu anamsonta kidole. Yule hapana kabisa. Sasa Yesu alikuwa nao karibu, anawakumbatia. Inakuwaje hapa? Yaani issue iko hivi. Yesu unakumbuka Yesu alipokuwa anakunywa pale klabuni na wale Mafarisayo. Watu akamwambiaje? Akasema angalia nakula na wenye dhambi. Yesu akajibuje akasema mimi sikuja kwa nini? Kwa watu wa yani nakuja kwa watu wa dhambi. Umeelewa Sasa kama hutakunywa na mlevi utampataje mlevi? Kama ninapaa mlevi utapataje? Kwa sababu huyo anahitaji wewe uwe naye uweze kumbadilisha. Umeelewa Kwa hiyo unapomnyanyapaa wewe unakosa muda wa usiwakimbie, lazima mueleze kwa sababu wale ni watu wamepotea. Kwa hiyo wanahitaji rehema zetu. Kwa sababu sisi ni nuru. Nuru inaangaza popo. Sasa kama nawakimbia. Ndio maana kusema ile Mwanzo 1:ngapi anasema roho wa Bwana, sasa duniani kulikuwa giza. Roho wa Bwana akafanyaje? Nuru ikaja kufanyaje? Akashuka. Ndio Yesu Kristo yeye sasa. Akashuka kaanza kuangaza. Yesu ni nuru. Ambao ndio Mungu mwenyewe sasa. Kwa hiyo lazima alikuwa anaangazia nuru. Kwa sababu alikuja Yohana Mbatizaji haji mkasema amerogwa. Amekuja mwana wa Adamu anakula na kunywa mnasema ni wape kitu gani nyinyi mwafiki? Kwa msikilizaji wa Zabeba FM Radio ambaye unaendelea kutusikiliza kupitia 105.7. Wakati tunaendelea na somo hili moja kwa moja kutoka kwa Mwalimu Mika, basi usisite pia kudondosha ujumbe wako tu hapa moja kwa moja ukiwa una swali lolote ambalo unahitaji kuuliza. Lakini pia ukiwa unahitaji pia kupongeza, ukiwa unahitaji kutoa maoni yoyote yale, tuma ujumbe wako moja kwa moja kupitia nambari ya studio 0673 640096. Tutumie ujumbe wako moja kwa moja kupitia nambari hiyo 0673 640096. Utauliza swali lako na hatimaye pia utaenda kujibiwa moja kwa moja hapa na Mwalimu Mika, lakini pia pamoja na watumishi wengine. Naona kuna swali hapa. Nadhani likianza kujibiwa moja kwa moja itakuwa ni vema sana. Anasema kwa nini Bwana wezi waliuawa pamoja na Yesu Kristo msalabani? Shida ni nini? Kwanza ile ilikuwa ina symbolize. Sawa? Kwamba watu wabaya watahukumiwa na watu wema kwa muda huu mmoja. Kwa nini nakwambia hivyo? Unamwona Lazaro na tajiri. Umeelewa Wakati yule tajiri yuko mbinguni, yani yule Lazaro alikufa katangulia, si ndio? Akaja yule tajiri. Umeelewa Wakaonana. Yani kwamba kwanza inajulisha kwamba wafu wanafahamiana. Yani mimi leo nikifa mimi nawe kama tutaonana mbinguni kule. Kwa yule tajiri akamwambia alipomwona Lazaro amepakata kwani mwa Ibrahimu, akamwambia naomba hata tone la nini? La maji. Umeelewa? Nipoze ulimi wangu. Yule Ibrahimu akasema mimi hapa nilipo na wewe kuna shimo kubwa. Siwezi kukufikia. Na ndio mpaka sasa hivi kati ya muhalifu na mtu aliyeokoka kuna distance kubwa sana. Let's say tunasemaka kwa mfano mtu ameenda kufanya uganga kwa mtu aliyeokoka. Anachokutana nacho ni siri yake. Unaweza kaenda nyumba nyingine sawa, inawaka moto tu. Unaenda nyumba nyingine mtu aliyeokoka sawa, unakuta mtu amesimama na upanga na nguo nyeupe. Umeelewa? Tunaita ni shimo kubwa. Huyo hawezi kufanyaje? Kukaribia. Kwa hiyo wale tunaposema yule mbaya na mzuri kuwa inaonyesha kwamba watahukumiwa sehemu moja, lakini kila mtu atapewa thawabu yake. Wa mema atapewa mema, wa mabaya atapewa mema. Wakiwa wanaonana. Ndio maana hata yule tajiri akasema hivi, nenda duniani kawaambie ndugu zangu kwamba huku sio kuzuri, maana mimi nachokuta huku. Naomba wale ndugu zangu nao waambie waweze kufanyaje? Waweze kuokoka huku sio. Abraham akamwambia wako akina Musa na manabii wawasikilize hao. Umeelewa? Kama hawatawasikiliza hao, hata mtu afufuka kutoka wafu hawataamini. Umeelewa? Hawataamini. Ndio maana tunasema hivi, kama usikilize nyimbo za Injili, usikilize wa nani? Yaani usikilize nyimbo za Injili, usikilize mahubiri, wewe usikilize wachungaji, hata mtu akifufuka leo kutoka kwenye wafu akasema uokoke, hutaokoka. Umeelewa? Kwa hiyo Injili
ya wewe kupona ni duniani hapa hapa. Wasikilize watu wa Mungu, ubadilike. Kinachopata huko juu sio kizuri. Ndio maana ile mstari. Okay, Mkapa Sanaa ilipotokea Gombo ya Sadela anasema tunapata kwa uzuri kabisa. Anasema tukiwa hapa Kapori. Tuko pamoja Mwaremika mpaka tamati. Okay, asante sana kwa kuwa pamoja na sisi, lakini pia endelea tu kutuma ujumbe wako. Uliza swali lolote, inawezekana ni swali ambalo amefundisha hapa mtumishi wa Mungu au swali lolote pia, lakini liwe linahusiana na mambo ya Biblia. Yes, utajibiwa vizuri kabisa hapa 105.7. Swali lingine ni hili hapa, anasema mtumishi bwana, watu waliookoka wanatuona sisi ambao hatujaokoka kama mashetani, watu ambao pengine hatujaokoka kama wao. Sasa naomba nifafanulie kidogo. Huyo ni hajataja jina, lakini anasema ni kutokea Ilazo, Dodoma. Kwanza nataka nimjulishe ndugu huyo msikilizaji, hakuna aliyeokoka. Nitakuja kuambia kwa nini hamna aliyeokoka. Yaani kusema wewe umeokoka na maana wewe ni msafi, yaani umetulia tu unangoja ndege ije. Hakuna aliyeokoka, ila tunafanya mazoezi ya wokovu. Umeelewa eh? Ndio maana hamna mchezaji wa Yanga au wa Simba. Wewe unafanya mazoezi, umeelewa eh? Yaani mchezaji hawezi kulala eti mimi nimelala na mchezaji aje kucheza siku ya Simba. Anafanya mazoezi siku na mchana, umeelewa eh? Siku ya mechi. Kweli katika mazoezi ya yule mchezaji, yule jamaa anacheza bwana. Umeelewa? Na hata ishia pale. Kwa hiyo wanawaambia watu, hakuna aliyeokoka. Wewe tunafanya mazoezi ya wokovu. Na Bwana Biblia inasema hivi, tukisema hatuna dhambi, twajidanganya bure. Maana kweli haiko ndani mwetu. Umeelewa? Ndio maana sasa tunaposema kwa nini nilisema hamna aliyeokoka. Wewe tunafanya mazoezi ya wokovu kwa kusali, kutubu. Maana mimi naweza leo nikashinda nikamkosea kaka hapa. Umeelewa eh? Nitasema nimeokoka. Kama kwa nini nimemkosea? Anayejua leo koka, yani Bwana atakaporudi atajua. Dodoma watu wangu wanaofanya mazoezi nimchague huyu. Na Dodoma watu wangu waliokoka wako 10. Alikuwa anajua kabisa. Tunaita kanisa la Bwana, Universal Church. Hiyo ndio inayejua, yeye anayejua walokole Dodoma wako wangapi waliokoka. Hawajaenda kuzini, hawajaiba, hawajaenda kwa mganga, hawajatapeli mtu. Umeelewa? Ni Bwana mwenyewe. Wale mimi sasa ndio fulani mtakatifu, sina hayo macho. Tunaita Universal Church, kanisa la Bwana mwenyewe. Sisi wote tunafanya mazoezi. Bwana mwenyewe atakuja kula. Kweli katika mazoezi ya Bwana Mika, huko anahangaika, ngoja nimjaribu kumchagua. Tunasema tunaenda kwa neema. Sasa yeye nadhani anataka kufahamu sasa kwa nini hao watu ambao wao wamekuwa wakiokoka. Hizo nyingi wanakuwa wanaona wale watu ambao hawajaokoka ni mashetani. Sasa na ni kutokujua maandiko. Ndio maana unakuta wale watu wanaenda kusali, si ndio? Anasema mmoja mfarisayo, mwingine msadukayo. Sawa? Akasema yule mfarisayo, yule msadukayo akawa anapiga kifua chake. Akasema Baba unisamee haya niliyotenda. Akainama akapiga kifudifudi. Umeelewa? Unisamee, akainua macho. Yule mfasema angalia mimi nasali sana, natoa sadaka. Anasema hivi, huyu aliyekuwa akipiga goti na kuomba samehewa alisamehewa, yule aliyejihesabia haki hakusamehewa. Kwa hiyo kama mtu anamkashifu huyu mtu ambaye hajaokoka na kumdharau, atakwenda motoni. Kwa sababu atakuwa tuombe rehema ili Bwana naye apeleke rehema zake mtu abadilike. Okay, endelea kutuma ujumbe wako, message yako, swali lako lolote lile. Nambari ya simu ni 0673 640096. Ulizo swali lako lolote lile. Lakini pia tukisalia pia kwenye somo letu kwa siku hii ya leo ambalo limetuhusisha haswa kuhusiana na watu ambao walikuwa na hali za kawaida lakini pia walikuwa bado wanamtumainia Bwana. Yes, nadhani pia nikirejea hapo kwako John Kare utakuwa na kuzungumza kuhusiana na watu hao. Unajua hata wiki iliyopita nilizungumza kwamba kuna watu ambao anaweza akawa na kiasi kidogo cha msaada akaogopa kutoa. Ndio. Wengine wanaogopa kwamba fulani akiniona ninatoa msaada wa 500, anaogopa, anaacha kabisa. Inakuwa changamoto, anaona ni kidogo sana. Ni kidogo sana. Lakini kumbe hicho kitu
kuna mtu anakihitaji hata kile kidogo. Okay, Ford Sailini bwana, utakuwa pia una kitu cha kuzungumza kuhusiana na watu ambao pengine wanaamini kumtumainia Bwana lazima uwe tajiri, lazima uwe na maisha fulani ambayo yanakufanya uwe karibu na Mungu. Yaani hasa hawa watu wenye kipato kidogo, wao kuwa karibu na Mungu wanaona sio, hawajafikia hapo. Sasa wewe una kipi cha kuwashauri watu? Ushauri wangu kwamba Yesu amekuja kafanyika kielelezo duniani. Ndio. Na Yesu hajaja kugawa watu. Yesu amekuja kwa wote. Na kila mtu anamtumikia mtu kwa nafasi yake. Ndio. Kila mtu anamtumikia mtu kwa nafasi yake. Ila sisi binadamu tusijiangalie na tukajihukumu sisi wenyewe. Hilo ndo shida katika jamii. Tusijiangalie. Tusijiangalie kile ambacho Mungu amekugusa. Ndicho hicho unachotakiwa kukinyooshea mkono. Usimwangalie mtu katoa. Hii minada ya ambayo mtumishi na mwalimu Mika alikuwa anasema minada ya kanisani. Ile minada ndio inaua nafasi za watu kumtumikia Mungu. Okay, lakini pia kumekuwa na crisis nyingi sana ndani ya makanisa yaliyo mengi. Unakuta mtu labda wale watu ambao kidogo wamebarikiwa, wana uwezo mkubwa, wanakuwa wanadharau wale wenye uwezo wa chini. Nadhani pia una kitu cha kuzungumza kuhusiana na hilo. Hapana. Kama nilivyosema, Yesu akuja kwa matajiri, akuja kwa maskini. Okay. Wiki iliyopita tumeona sehemu ya matajiri walipomtumikia Yesu. Na leo hii tumeona maskini walipopata nafasi ya kumtumikia Yesu. Kwa hiyo kila mtu ana sehemu yake ya kumtumikia Yesu. Haleluya. Asante sana. Pia kuna swali lingine hapa, naomba nilisome. Anasema kwa nini Bwana Yuda Iskariote alimsaliti Yesu kwa vipande 30 halafu akuvitumia? Yaani ni kwamba hivi kama alivyokuambia hivi, Agano la Kale na Agano Jipya. Ndio. Kwa sababu hata huyu Yusufu saliuzwa na ndugu zake. Kwa vipande 30 vya nini? Vya fedha. Una maana ni ndugu zake, kwa sababu Yusufu alikuwa ni mkweli. Yusufu ndiye alikuwa anachunga mifugo ya nani? Ya Yakobo. Na Yakobo ndio Yerusalemu. Unaelewa? Na Yerusalemu ndio Yesu Kristo. Kwa hiyo hivi vipande 30 vya fedha vilikuwa na maana yake kwamba hela sasa hivi imekuwa ni janga kubwa. Unaposikia mambo ya uchaguzi, mambo ya maendeleo, mambo ya huduma na husisha nini? Fedha. Kwa hiyo mtu anaweza kukupindua wewe kupitia fedha. Sijui unanielewa? Na fedha, unajua labda hata hujaelewa fedha ilianzia wapi. Kama nakumbuka wakati Bwana Musa anaenda mlimani, alipewa ramani ya hekalu, aliambiwa wake nguzo za fedha. Kwa vile vipande vilivyobanduliwa vikaanza kusamanishwa mpaka leo tunaona hela. Na hela imekuwa na ndio maana sasa hela ina ushawishi mkubwa sana. Umeelewa? Wewe sasa hivi tu nenda kanisani mchafu upewe kitu cha mbele. Umeelewa? Lakini ukipiga visuti vyako mzee, vipete pete nini, unapewa benchi la mbele pale mzee. Kwamba huyo nani hapo, unaambiwa aidi michango 200. Umeelewa? Kwa hiyo Yuda Iskariote kwanza alikuwa ni mhasibu. Hatua ya kwanza. Kwa hiyo alikuwa kifedha zaidi, alikuwa mhasibu. Na alikuwa naiba katika hizi. Alikuwa apeleke hela kwa wakati pale. Umeelewa? Kama naona kuna sehemu alienda mpaka Yesu aliishiwa kwenye msafara. Akamtuma yule Petro kwamba kaangalie, nenda ziwani, samaki wa kwanza mtoe nini? Mtu utakuta kuna fedha ndani, ulipe nini? Kodi. Kwani mzigo ukwepo, ile jamaa alikuwa amefanyaje? Ametembea na hela. Kwa hiyo hela nataka kama ni vitu vingi na kupitia nini? Pesa. Kwamba watu siweke pesa mbele. Mtumikie Mungu, sitangulize hela. Angalia manabii wanaotanguliza hela mbele wanaishia wapi? Kwa sababu hataondoka na nyumba, hataondoka na gari. Na katika kubarikiwa naambia hivi, hata mpagani amebarikiwa na mke na watoto na magari. Mpagani asali. Kabarikiwa ana nyumba na magari. Umeelewa? Aliyeokoka amebarikiwa. Kwa hiyo hivi vitu visiwachanganye watu. Una nini moyoni mwako? Sasa wote hapa wanabarikiwa. Wote wanabarikiwa. Sasa unakuta mtu mwingine ambaye ni mtu ambaye Kwani mapenzi ya Mungu, lakini Mungu mpagani pengine
haendi sawa sawa na mapenzi. Ana nyumba na gari. Hajawahi kusali. Hajawahi kutoa sadaka. Hajawahi kusaidia yatima. Kwa hiyo kubarikiwa hakutegemeani na mtu anafanya nini. Sawa, ni jitihada za mtu. Hivi wewe unaweza kupiga mtu, unaona kwa nini matajiri hawasali sasa hivi? Mtu anaenda kanisani na mbebe, pokea nyumba na gari. Sasa unajiuliza, mimi sijafanya kazi na pokea nyumba na gari. Alafu mwisho pia kama nijisachi mpaka nauli. Kinatokea nini? Kwa hiyo hii inaona fedha sio kila kitu. Okay, naona maswali pia yanazidi kumiminika hapa kupitia 105.7, lakini pia kwa wewe ambaye bado hujatuma ujumbe wako usisite tu na usiogope. Angali muda bado unaruhusu, basi unaweza kutuma ujumbe wako moja kwa moja kupitia nambari ya studio 0673 640096. Kuna maswali hapa au kuna kitu kingine? Ya, tutaendelea kujibu na maswali na pia tunataka tuwatambulishe kwamba leo tuna mwenyekiti wa chama cha waimbaji Tanzania, katibu wa chama cha waimbaji Tanzania. Kwa tutakuwa na mdahalo ni jinsi gani nyimbo za injili zitasonga mbele na watu jinsi gani wanataka kuchangia injili iende mbele. Nataka niwaambie watu kwamba tumekuwa tukichangia tukichangia harusi labda 40,000 70,000, tunaenda kuishia tu kipande cha kuku. Ndio. Kwa hiyo watu waendelee kutuma maswali yao, nitayajibu. Tutapata mapumziko, tutakaporudi tutakuwa tunaendelea na jinsi ya kuchangia huduma ya uimbaji na kupanga mikakati ni jinsi gani uimbaji uende mbele. Okay. Ni jinsi pia tungejibu haya maswali pia baadaye tutaenda kwenye sawa. Baadaye tukirejea tutaenda kuzungumza moja kwa moja na safu nzima ya uimbaji kutoka kule Waita. Waita. Yes. Swali linasema kwamba mimi nipo Mpwapwa, anauliza tu mchungaji, eti kuoa wake zaidi ya mmoja ni dhambi? Sasa unajua nini? Ukisoma Kumbukumbu la Torati 29:29. Swali zuri. Anasema hivi, yaliyoko sirini, mambo yaliyoko sirini ya Bwana mwenyewe, yaliyofunuliwa ni yetu na vizazi vyetu. Why nimekwambia hivyo? Hakuna sehemu Biblia ambapo imeandika kuoa mke wa pili ni dhambi. Cha kwanza. Kwa sababu mimi wanajibu maswali kwa mujibu wa Biblia. Sijibu kwa sababu ninayojibu mimi sio niliyoandika mimi au alioandika mtu gani. Mimi nimesomea Biblia tu. Na wasitaka kumwambia mtu kitu cha nje ya Biblia nikafungwa. Au sio? Anasema sisi walimu adhabu yetu ni kubwa kuliko watu wengine. Umeelewa? Hakuna walipoandika kuoa mke wa pili ni dhambi. Ila kuna kipengele kilichoandika kuacha mke ni nini? Ni dhambi. Umeelewa? Kwa mfano tunaona bwana Suleiman alikuwa na wanawake 700. Sawa? Concubines 300, yani mahawala 300. Umeelewa? Lakini alikuwa ni mnajimu wa Mungu. Umeelewa? Unakuja Abraham alikuwa na wake wangapi? Alikuwa na mke wake Sara. Umeelewa? Lakini baadaye akamwongeza na Ketula. Umeelewa? Kwa hiyo Biblia haijaandika popote kwamba kuoa mke wa pili ni dhambi, ila imeandika habari ya taraka na kuacha mke ni nini? Ni dhambi. Umeelewa? Na unaona Jacob alikuwa na wake wangapi? Jacob wa Yerusalemu alikuwa na wake karibu wangapi? Watatu. Kwa sababu si alimuoa 8, alienda kwa ajili ya kumuoa Lea. Umeelewa? Akabadilishiwa gia angani. Alipomaliza mkataba wake miaka 7, akasema hivi, sasa ndugu yangu, kwa mujibu wa sheria zetu, huwezi ukamwoa mdogo au ukamwoa mdogo ukamwacha mkubwa. Kwa sababu ili uweze kuoa huyu mdogo sasa lazima umoyo mdogo sasa ufanye tena kazi miaka 7. Mke wangapi huyo? Je, ni dhambi? Kwa mujibu wa maandiko, sio maneno yangu. Sio katoka maneno ya mchungaji. Kwa mujibu wa nini? Wa maandiko. Inabidi sasa ufanye kazi miaka 7 mingine upate wangapi? Upate wa pili. Unaelewa? Ni maneno yangu hayo. Haya. Sasa ile unajua ni kwa nini Bwana nafikiri hiyo ya kuambia ufanye kazi miaka 7 ni kwa ajili ya kujitayarisha. Kujitayarisha uwe na kitu cha kuweza kumhudumia. Cha kuanzia. Uwe na cha kuanzia. Nafikiri ilikuwa na nimalizie hapo tafsiri yake pia ambao watu hawaelewi hii tafsiri ya Bwana Laheli, yani ile kwa nini alikuwa miaka 7 mingine. Umeelewa?
Yesu Kristo alianza na Torati. Torati ilikuwa ni ngumu sana. Yaani Torati ilikuwa hivi, kwa mfano mimi hapa naona mimi ni mwalimu hapa, si ndio? Nahubiri hapa. Iwapo nitaenda kuzini au nitatenda kosa yoyote nikamtamani mwanamke, nitakapokuja kufundisha hapa nitadondoka moja kwa moja hapa madhabahuni. Kama ulikuwa unasikia makuhani wale ambao walikuwa wanakiuka sheria ya Bwana walikuwa wanaoa madhabahuni. Patakatifu, si ndio? Kwa hiyo Torati ilikuwa ni ngumu sana. Ukiua kwa panga na unaua kwa panga. Ukitenda yani unaona yule mama alikuwa anaokota kuni siku ya Sabato, aliuawa. Kwa hiyo ile Raheli aliyotangulia yani Bwana Yakobo kutanguziwa Lea ambaye hampendi, ilikuwa ni kutanguzwa kwa Torati ambayo watu walikuwa hawaipendi. Umeelewa? Halafu Lea ndio Yesu Kristo, rehema hiyo. Umeelewa kwamba wewe tenda dhambi, fanyavyo, siku ya mwisho mtakutana kwenye kiyama. Nilikuwa nataka ni share kidogo na Mwalimu Mika hapa. Mathayo 19:3-4 inasema, basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Namba 4 akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume mtu mke? Wakasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Mtumishi, hili unaweza ukalimechi vipi? Ndio maana nasema mtu ataacha baba ataambatana na nani? Na mwenzi wake. Na mwenza wake. Umeelewa? Sasa hiyo ni habari ya mtu mmoja mmoja. Kwamba huyu anamwacha baba, anaambatana na nani? Lakini kama mtu uchumi wake unamruhusu, anaendelea. Kwa sababu sasa unaendelea mkaijaza dunia. Kwa sababu ukiangalia, ukisoma ile Isaya ngapi nasema hivi, tazama saa inakuja wanawake 7 watamlilia bwana ngapi? Bwana mmoja, na watasema hivi, sitataka utupe hela sabuni wala matumizi wala nini. Umeelewa? Wewe tunaomba tuitwe jina lako ili tusiaibi. Umeelewa? Kwa hiyo haya mambo ni magumu sana. Kwa hiyo nadhani, na kwa mfano kitu kingine, kwa mfano unaona, kwa mfano wake wengi wa Sulemani watu hawaelewi, ilikuwa ni kujaza ulimwengu. Yaani Sulemani ni tunafanana na Yesu Kristo. Kama Yesu Kristo alipopanda nini? Yesu Kristo alipanda punda. Na Yesu na huyu Sulemani alifanyaje? Alipanda farasi mzuri sana. Fuatilia katika ile story yake. Sulemani alishauri watu dunia nzima, na Yesu Kristo anashauri watu dunia nzima. Na alipooa wake 700, una maana ile DNA ya watu wanaomjua Mungu walijaza dunia. Umeelewa? Kwa sababu kulikuwa na majitu. Wale wa Nefili walikuwa wameshazaliwa tayari, ulimwengu ulikuwa unafanyaje? Unaharibika. Unaona kizazi cha Goliath kipo mpaka leo. Kwa sababu Goliath alikuwa na mjukuu na mtoto akazaa mpaka leo. Unaelewa? Na yeye ndio maana unamaza kwa kufunika bovu. Sulemani akashusha kitu 700. 7 mara 7 ngapi? Alifanya alikila mwanamke alizaa nao watoto wawili, kulikuwa na watoto. Kwa Biblia ni hesabu. Utahangaika huku na ile Biblia ni hesabu. Lakini sasa Mwalimu Mika umezungumza kuhusiana na wanawake 7 kulilia mwanamume mmoja. Sasa hiyo inaonekana kwa wakati huu au wakati ujao? Ndio wakati huu. Asema saa zinakuja. Unajua nani Isaya ndiye alitabiri Yesu Kristo? Alitabiri kifo chake, kukua kwake, kuzaliwa kwake na dunia itaenda. Kwa hiyo Isaya ni Yesu Kristo, utabiri wake. Matendo ya Yesu Kristo, usoma ile Isaya 53, asema atateswa. Ile 7:9 bikira atachukua mimba, si Isaya. Sasa yani sababu kuu ya kuwa hivyo ni nini? Au tunaenda mwisho. Na wanawake atakuwa na nguvu. Angalia sasa hivi watu wanaoolewa na wanawake. Unaposikia majishangazi yana hela, umeelewa Ni utabiri umetimia. Anakuwa anafuga. Ana mtu ananunua gari, watu wanafugwa. Na ni wengi. Hatari sana kwa kweli. Naomba nimalizie na maswali matatu ya mwisho, alafu pia baadaye tuweze kufuata utaratibu mwingine. Swali la kwanza ni hili hapa, anasema
Mtumishi wa Mungu, naomba Bwana unifafanulie kati ya kuokoka na kuokolewa. Maneno haya mawili. Kuna tofauti gani hapa? Kuokoka na kuokolewa. Yaani tunaposema kwanza anayeokoa ni Bwana mwenyewe. Mimi naweza nikakupa hii injili au sielewe. Yaani hata kidogo. Lakini Bwana akitia hofu yake katika moyo wako, unaokoka. Kwa hiyo anayeokoa ni Bwana mwenyewe. Amina. Na sisi tunasema tumeokoka tunajidanganya. Why? Kwa sababu anayechuja mtu ameokoka au hajaokoka ni Bwana mwenyewe. Mtu asije kudanganya, mimi hapana. Hata mimi ninayoongea hapa anayejua matendo yangu ni Bwana mwenyewe. Mimi sijui. Hata wewe mwenyewe unijui mimi matendo yangu mimi, lakini Bwana anajua. Kwa hiyo anayeokoa ni Bwana mwenyewe. Sisi hatuwezi kuokoka, hatuna huo uwezo. Hatuna kipimo. Hatuna kipimo. Kuokolewa. Kuokolewa ndio Bwana anatuokoa. Yaani tunaposema Yesu Kristo alitufia msalabani ili tukipata injili yake watu tunaokolewa na maovu mbalimbali. Kwa hiyo tuokoa ni Bwana. Nadhani pia utakuwa umepata maelezo mazuri kabisa kutoka kwa Mwalimu Mika. Swali lingine anasema ni sahihi makanisa yetu tunakuwa tunaombewa kwa mafungu ya sadaka za pesa, mara unaambiwa upako wa 100,000, lakini mwingine anasema mara upako wa 50,000. Sasa hiyo ni sahihi mtumishi au ni utapeli tu wa nyakati za mwisho? Hao ni wezi na wanyang'anyi. Ndio maana kusoma Yohana 10 anasema hivi, mimi ndio mlango. Waliopita wote ni wezi na wanyang'anyi. Kwa nini? Sadaka haiende kwa kiasi. Sadaka hata mkono wa kulia unapotoa sadaka haitakiwi ujue. Umeelewa? Na sadaka inaandaliwa siku ya katikati ya juma. Umeelewa? Ndio unaandaa sadaka siku ya Jumapili unapotoa mkono usijue. Hata mimi mwenyewe mchungaji atakayejua umetoa kiasi gani. Umeelewa? Ndio maana Yesu alipojua sadaka ya mama mjane sadaka kwenye hazina. Ndio kama mama ametoa senti 5, ndio ametoa sadaka kubwa kuliko wote waliotoa ndani. Kuna watu walitoa mamilioni ya fedha, lakini walitoa kwa ziada ya utajiri wao. Na nataka niwaambie kitu kingine ambapo watu sasa wamepotea. Umeelewa? Wanategemea sadaka zinaweza kuwafikisha mbinguni. Sadaka haikufikishi mbinguni. Umeelewa? Sadaka ni ya kufikisha mbinguni. Kwanza ni kutoa mwili wako katika kumtumikia Bwana. Na sadaka ni Bwana mwenyewe ndiye anayetuongoza. Umeelewa? Usije ukafikiria wewe unajua. Ndio maana kwa mfano ukisoma ile tenzi ya Laoni 22 wanawaambia watu, anasema alipofika langoni akaulizwa cheti kisicho cha kanisa. Kwa nini? Kuna makanisa haya hajaanza leo kutoza watu sadaka. Ulikuwa unaandikiwa zamani toa sadaka labda milioni 50. Unapewa cheti kimeandikwa hivi. Hii ni kuthibitisha kwanza labda Mika ataingia mbinguni. Unalipia kwenye ile kanisa. Umeelewa hiyo? Kile cheti unabandika pale. Ndipo Martin Luther baada ya kupata conversion, yani baada ya kuokoka akasema hivi, jamani, hatuendi mbinguni kwa hizi vyeti vya indulgence, yani vyeti vya msamaha wa kuingia mbinguni. Yale makanisa aliuza, watu walinunua sana wakitegemea kwamba wao wataingia mbinguni kupitia na hivyo vyeti hivyo. Lakini siku ya mwisho hutaulizwa cheti cha kanisa, utaulizwa usafi wa moyo wako. Matendo yako yapo kwenye ubao. Ulikuwa unatembea na usigeli, ulikuwa wewe unaiba, ubao uko pale. Utaonyesha. Umeelewa hiyo? Ambapo hilo zoezi hatafanya mwanadamu ni Mungu mwenyewe. Ndio maana wale walikuwa na vyeti wakaenda siku ile kifua wazi na vyeti vya kuingia mbinguni. Bwana akauza cheti kisicho cha kanisa. Wakaishia mlangoni. Umeelewa? Kwa sadaka ni matendo yani ni vitu ambavyo visije vikakupa kiburi kwamba mimi natoa sadaka milioni 10 nitaenda mbinguni. Hapana. Usafi wa moyo wako ni sadaka tosha. Kwa sababu kuna maskini hawana sadaka. Wanaenda mbinguni. Swali lingine la mwisho kabisa kwa muda huu anasema Bwana Yesu asifiwe mchungaji. Kauliza kwamba je, ni sahihi watu kufunga ndoa na mwanamke akiwa mjamzito? Huyu ni mama Meth kutokea Mlanga Kongwa kule. Hiyo ni kosa. Kwa nini? Kwa sababu huwezi yani unaposema mjamzito una maana tayari yule alishatembea na yule mwanamke kabla kupata taratibu.
ilitakiwa iwe before ya kumgusa yule dada. Ndio maana ukisoma akisoma sheria za Walawi pale, akasoma kitabu cha Walawi, kitaeleza mwanamke ambaye alikuwa ametoa bikira bila taratibu alikuwa anapewa adhabu gani. Kwa hiyo pale wana adhabu wote wawili. Inabidi waite kwa wazee wapewe adhabu kwa nini waliingiliana kimwili kabla ya kufunga ndoa. Lakini sasa hapo mtumishi, watu wao wanatumia ile kanuni wanasema kwamba hizo sheria si zilikuwa za zamani, zilikuwa za enzi hizo, zilivunjwa. Kwa hiyo sasa hivi tuna utaratibu mpya. Yesu anasemaje? Yesu nafikiri sasa hivi mtu anafunga ndoa na ujauzito. Sio sahihi. Ila sio sahihi. Lakini sasa hivi naona baadhi ya makanisa wanajifungua kwanza, anarudisha kwingine, alafu ile ndoa inabarikiwa, lakini sio kufunga. Lakini ukiangalia mtumishi John Caleb, kumekuwa na ndoa nyingi sana katika jamii zetu. Unakuta mtu anafunga ndoa labda ana mimba ya miezi 4, bado ndogo ndogo, 3, 5, na anaruhusiwa kabisa na viongozi wanafungisha ile ndoa. Basi viongozi ambao hawana elimu ya kutosha. Na wakati mwingine tunasema kwamba wale viongozi wanakuwa wanafahamu kabisa huyu mtu ni mjamzito. Ila wakati mwingine pia hao wanandoa watarajiwa wanakuwa wanadanganya kwamba yuko vizuri. Shida inayokuja ni nini? Kanisa zetu zimegeukia mambo ya kifedha. Pale anachoangalia ni muumini analeta masala nini? Analeta nini makusanyo. Umeelewa? Lakini sio katika ukweli. Kwa nini nikwambie kitu kimoja? Sawa? Acha ndoa za kwenye mimba, kwa sababu kuna ndoa za double allocation. Kuna mtu ana ndoa huko ilishafanyika, kuna kanisa lingine linafunga ya pili. Anakuwa na anaruhusiwa kabisa. Vifo vyetu vinagongana mahakamani. Kwa hiyo tunaposema kwamba sasa tayari makanisa yameingia kwenye tamaa. Kufunga ndoa si tatizo. Unaweza kuwa unafunga ndoa kwa nini mtu ni mjamzito. Unaweza kufunga na ndoa yule sio mtoto wake unayemfungisha ndoa. Anakuja kumzaliwa mtoto ni Mwarabu. Haya, utasuluhishaje hapo? Hapo itakuwa changamoto. Lakini akijifungua mtajua okay ni mtoto wa huyo mwenyewe au si wa kwake. Umeelewa hiyo? Kufunga ndoa hata unafunga muda wowote kwa sababu si ndoa takatifu ndio kwa hatua yoyote. Au mume wa kwanza alimkimbia na nini? Hivyo sio issue, lakini sio katika hatua. Okay, nimalizie tena. Huyu anasema bwana mtumishi, naomba unipatie ufafanuzi hapo. Mtu mpaka aoe mwanamke mwingine na hali ya kuwa anakuwa amefunga ndoa, inatakiwa taratibu gani zifuatwe pengine? Biblia inasema hivi, kama una mwanamke yote Mkristo, umeelewa akawa labda tufanye labda mimi ni mhubiri kama hivi. Ndio. Mimi mwanamke wangu anasema hataki kuwa na mimi kwa sababu ni mhubiri. Hata kama tufunga ndoa. Inaruhusiwa yeye kuondoka. Sawa? Alafu ukaoa mwanamke mwingine. Ukaoa mwingine. Ipo kabisa Biblia, nitawaletea mstari. Umeelewa? Ikiwa hujampa talaka, anaruhusiwa kuondoka. Talaka ni issue nyingine. Unajua kwa hiyo talaka si kama karatasi tu. Umeelewa? Yaani ndio maana anaruhusiwa kuondoka. Kama ni talaka unampa, unaoa mwingine kwa sababu yeye ndio amekataa kuishi na nani? Na wewe. Umeelewa? Dhambi inapokuja, kwa mfano nimekuoa wewe, umeelewa? Alafu nikakukataa bila sababu, unanitii, unanifanyia kila kitu, lakini mimi nikakufanyaje? Nikakukataa, ile ndio dhambi. Lakini ukinitii, halafu mimi yani wewe hunitii, ndio sababu Biblia inasema hivi, mwanamke atamtii nini? Mwanaume, na mwanaume atafanyaje? Atampenda. Kwa nini ndoa nyingi sasa hivi zinavunjika? Wanawake wamekosa utii, anarudi saa 6 saa 7. Umeelewa? Hajapika, hajafanya nini? Unasema muishi pamoja, utaishije? Changamoto. Huyo akiondolewa hakuna kosa kwa sababu yeye ndio amevunja nini? Ndio maana wasema hivi, sheria tunazitaka wenyewe na tunazivunja wenyewe. Kama Musa alipoenda mlimani akapewa mbao mbili, alipofika chini kuna maasi ya sanamu akazivunja, badala ya kusema wa sanamu huko wa Mungu huko, lakini yeye akafanyaje? Kwa hata ndoa tunazitaka wenyewe na tunazivunja wenyewe kwa kosa nini? Utii. Na unalizungumzaje pia swala ambalo watu wengi sana wamekuwa wakilizungumza, especially hata viongozi wa makanisa wanasisitiza mara nyingi sana kuhusiana na
swala zima huwezi ukaoa mwanamke mwingine ikiwa mwanamke ambaye ulisha kumuoa bado yuko hai. Yaani unaruhusiwa kuoa endapo kama mume wako amefariki au mke wako amefariki. Sasa hiyo imekaaje? Unazungumzia hivi, unaona Yesu anapozungumza sema hivi, Mafarisayo wanawabebesha watu magunia ya misumari ambao wao hata wenyewe hawezi kufanyaje kuinyenyua. Sio misumari unaona hii ya kupigilia nyumba, ni habari ya vitu kama hivi. Mimi mwanamke wangu anitii, harudi nyumbani kwa wakati. Umeelewa yaani chochote afanye, afui nguo. Ameshaondoka na kwa mawala hata ana wiki na bado ni mzima, na niambeje mimi nisioe mpaka huyu atakapokufa. Asipokufa kwa wakati, mimi nitaishi hiyo hali. Si nitatenda dhambi. Kwa hiyo mimi nitachukua mwanamke anayenitii, nitaendelea kuishi naye. Yule kama nitalaka atapewa ndio maisha yake. Sasa haya asipokufa ukama mtego kutenda dhambi. Kama hivi mtu hajafa kwa wakati kama mimi naishije? Ndakana inakuwa changamoto kweli. Huwezi kujua nani atatangulia. Nani atatangulia. Unakuta mtoto na miaka 20 mpaka aje afe. Yaani lakini pia tukirejea sasa kwenye somo hili la leo ambapo tumeona watu wengi ambao walikuwa wa kawaida kupitia Biblia na wakabaki pia kumtumainia Bwana. Nadhani pia utakuwa na kitu cha kuzungumza na tukiwa pia tunaelekea kuhitimisha somo kwa siku hii. Katika somo watu wanaweza pia, mimi na namba yangu naweza kuwatajia ambao ni 0750 ndio 333 233. Ukiwa na swali lako lolote. Swali lolote wewe niulize, mimi nitakujibu. Yes. Kwa muda wowote, masaa 24 nafanya huduma. Na kwenye kutimisha katika hili somo ni kwamba vitu tunavyopita, yani mambo hata tunayofanya dunia haya tunapita. Hata nyumba unayojenga wewe leo hujui nani atamiliki. Yawezekana mtu unayepishana naye barabarani wewe ndio atakuja kumiliki nyumba. Lakini neno la Mungu nalo lijenga leo ndiko utakapoishi unakoenda. Kwa sababu tunakoenda sisi hatukujui. Na watu wanaosema hivi Yesu atakuja lini, nataka niwaambie kitu kimoja. Kuna aina 3 za hukumu. Hukumu ya kwanza, mtu anapozaliwa na kuzeeka na kufa, ndio hukumu ya kwanza. Hukumu ya pili ni kikundi. Watu mmepanda basi, mmepinduka watu 40 50 au meli mezama au ndege mezama. Hiyo ni hukumu ya aina ya pili, kikundi. Hukumu ya tatu, sawa, ni ya Bwana mwenyewe atakapohukumu ulimwengu mzima. Kwa hiyo unaposema mimi huyo Yesu atakuja lini? Walikuwa wanasema angalia una miaka mingapi? Unakwenda kwenye hukumu ya mtu mmoja kufanyaje? Ya kuzeeka. Utakapokufa ni hukumu. Ndio hilo tutakasisitiza hapa. Mwalimu Mika, lakini pia nilikuwa na mtumishi wa Mungu John Kareb. Nilikuwa pia na Pastor Ford Sheleni ambao tulisafiri pamoja kabisa toka muda ule mpaka sasa hivi tunaweza kuhitimisha. Mimi nikutakie tu usikilizaji mwema wa Zabibu FM Radio, lakini nikujuze kwa wewe mpenzi msikilizaji wa 105.7 kwamba muda si mrefu pia nitaambatana na jeshi la watu wa Mungu ambao moja kwa moja itakuwa ni safu ya uimbaji kutokea pale shirika la Waita. Kwa hiyo endelea kuwa pamoja na sisi, endelea kutusikiliza kupitia frequency hizo za 105.7. Lakini pia hata mitandaoni endelea kuwa pamoja na sisi kwa wewe mtazamaji wa Zabibu Media. Endelea kulike, kucomment, kusubscribe, lakini pia Instagram endelea kutufuatilia kupitia Zabibu FM Dodoma, kwa upande mzima pia TikTok, Facebook pamoja na mtandao wa X. Endelea kuwa pamoja na sisi ili kupata habari mbalimbali za matangazo pamoja na habari mbalimbali. Mimi ni mtangazaji wako pendwa kabisa Samadi, Marikela za Zabibu FM Radio kutokea hapa 105.7. Na kuaga na kusema bye.